Habari gani mpendwa mtazamaji wa Force News Tanzania? Karibu tena katika kipindi chetu kinachokuletea kwa ufupi na kwa uwazi vichwa vikuu vya habari vilivyopewa uzito katika magazeti ya leo hapa nchini Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2026, kama ilivyo kawaida yetu, tumekusanya kurasa za mbele za magazeti mbalimbali ili kukupatia muktasari wa mambo makubwa yanayoendelea katika nyanja za siasa, uchumi, jamii pamoja na michezo. Mimi ni Ngonise Kahise na kipindi hiki kinakujia kwa hisani ya sabuni ya Wakawaka. Sabuni hii imeboreshwa kwa virutubisho muhimu vya vitamin C na vitamin B6 vinavyosaidia kuitunza ngozi yako na kuifanya ionekane safi, laini na yenye afya muda wote. Na hizi ni baadhi ya faida zake. Kwanza, husaidia kung'arisha ngozi, hulainisha ngozi na kuifanya ionekane yenye afya. Vile husaidia kupunguza chunusi, harara pamoja na madoa sugu. Wakawaka, chagua kung'ara kila siku. Na sasa tuanze na gazeti Mwananchi. Kichwa kikuu cha habari kinasema Mwigulu awaka. Ni kuhusu upungufu wa dawa hospitalini, migogoro ya umiliki wa mashamba na leseni za madini. Awashukia watendaji wanaoelekeza dawa kununuliwa kwenye maduka ya nje. Aagiza TAKUKURU iweke kambi kuchunguza. Amtaka waziri wa nishati aende Katavi kabla ya mkutano wa bunge. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Watumishi wa afya waliokufa maji wa agwa. Habari hii inapatikana vile ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lami kuvimba kwa zua hofu ya ajali. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti Mwananchi. Mashariki ya Kati bado ni piga ni kupige. Mawakala wa forodha wapinga rasmi ada mpya ya bandari. Hii ndio tofauti ya kuoa, kuolewa na kuoana. Athari za mfumuko wa bei kwa wenye kipato kidogo. Habari hii inapatikana ukurasa wa 12 wa gazeti Mwananchi, na ndivyo ninavyohitimisha nalo, na ninaligeukia sasa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari. Kichwa kikuu cha habari kinasema Mwigulu awageukia wanaouza ardhi. Ataka uchunguzi hekta 1700 za wananchi kupewa watu 9 Katavi. Aagiza TAKUKURU ichunguze migogoro yote ya ardhi nchini kote. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti hili. TRC yaanza kuunda vichwa vya treni MGR. Habari hii utaipata ukurasa wa 7 kwa uzuri zaidi. Rais Samia atoa bilioni 25 kuboresha shule ya polisi. Mamia waaga watumishi 7 waliokufa ajali ya boti. Mahakama yatupa shauri kupinga kuundwa tume ya uchunguzi. Habari hii unaipata ukurasa wa 20 wa gazeti Habari Leo. Serikali yashtushwa ongezeko magonjwa yasiyoambukiza. Habari hii unaipata ukurasa wa 4. Mvua kubwa zaibua taharuki Moro, ukurasa wa 2 ndipo utakapoipata habari hii kwa uzuri zaidi. Na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Habari Leo, gwiji la habari, na moja kwa moja na kamata gazeti Mzalendo. Dr. Mwigulu akerwa michango shuleni. Ni inayohusu malipo ya walimu wanaofundisha kwa utaratibu wa kujitolea. Azuia wazazi kuchangishwa. Azitaka halmashauri serikali za mitaa zibebe mzigo huo. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Uwekezaji JKCI bunge la toa neno. Lasema kazi iliyofanyika imeleta mageuzi makubwa sekta ya afya. Lamtaja Rais Dr. Samia ni chachu ya mafanikio yanayoonekana. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Rais Samia atuma salamu kifo cha gavana wa zamani. Dr. Mwinyi mashindano ya Qur'ani anaitangaza Zanzibar. Na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mzalendo. Baada ya kuangalia habari za jumla, sasa tuangalie kwa ufupi kile kilichopewa nafasi kubwa katika kurasa za michezo pamoja na kwenye magazeti ya michezo ya siku ya leo. Na moja kwa moja nimekamata gazeti Mwanasport. Kichwa kikuu cha habari kinasema Derby, utamu upo hapa. Miaka 20 ya wema Miss Tanzania. Vinara Zanzibar, la kwanza ni raha. Maguire mambo magumu. Balke asema lengo lipo pale pale. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanasport upande wa michezo. Na sasa nimekamata gazeti Zanzibar Leo upande wa michezo. Dr. Samia aridhia CAF kufungua ofisi Tanzania. Azam kuikaribisha Yanga kwa Mkapa leo. Kamati ya bunge yashauri kuongezwa viwanja vya michezo. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23. Akonda amvaa mkandarasi uwanja wa Mkapa. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Zanzibar Leo upande wa kurasa wa michezo. Na sasa nimekamata gazeti Habari Leo upande wa michezo. Hapatoshi Azam, Yanga, Mbeya City na Singida. Mvua ya laza kiporo TRA Simba.
Kamati ya bunge yaridhika ukarabati Mkapa Uhuru. Shirikisho riadha la chimba mkwara mikoa. Gitaa la Gilmo lauzwa bilioni 38. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Habari Leo upande wa michezo. Na sasa nimeligeukia gazeti Mzalendo upande wa michezo. Azam Yanga, mechi ya kisasi heshima. Mvua kikwazo mchezo TRA Simba. Gigimane afunga ndoa. Rais Dr. Samia alivyowapa pole magwiji. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mzalendo katika ukurasa wa michezo. Na huo ndio ulikuwa muktasari wa vichwa vikuu vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Kwa uchambuzi wa kina zaidi pamoja na taarifa nyingine muhimu zinazoendelea ndani na nje ya nchi, endelea kufuatilia Force News Tanzania kila siku. Kama bado hujajiunga na familia yetu mtazamaji, basi subscribe, washa kengele ya taarifa na usisahau kulike, kushare video hii ili wengine wapate habari hizi. Kipindi hiki kimewezeshwa na sabuni ya Wakawaka. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini kila siku. Naitwa Ngonise Kahise, uwe nami wakati mwingine.